Tunarejea tena kwa ajili ya kujua kuhusiana na vile vinavyoendelea katika shule kubwa ya kifahari ambayo imewaunganisha pamoja watoto wa kitajiri, lakini vile vile pia kuna teacher ambaye yeye amekuwa na style ya ufundishaji wa tofauti zaidi wa kuitwa teacher Tausi, ambaye hapa tunapata nafasi ya kumuona akiwa na mawazo kibao. Anaonekana na waza sana licha ya kuwa na ubunifu katika ufundishaji wake. Yapo ambaye yanaonesha kwa ndani zaidi, yapo ndani ya kichwa cha teacher Tausi ambaye yamekuwa yanamsumbua zaidi. Unataka kuyafahamu ni yapi? Tunapoendelea na mfululizo wetu huu tutapata nafasi ya kuyajua hayo, lakini tunarudi darasani, tunakutana na wanafunzi wa shule hii ya kifahari wakiwa wanaonekana kupiga stori, huku mwanafunzi wa kike wa kuitwa Kim anamwomba mtihani kijana wa kuitwa Lee, kijana ambaye ni mstaarabu darasani, ambaye naye ana yake kichwani ambayo yanayomkwaza. Lakini msichana Kim anashangaa kumwona mwanafunzi mwenzake huyo Lee amebadilika sana, na amekuwa anasoma sana, na amekuwa sana muda wa kupoteza hapo darasani kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini mwanafunzi mwingine wa kuitwa Son anamwambia Kim kwamba aachane na Lee, kwani kwa sasa amekuwa ni mwanafunzi wa tofauti hapo darasani na amekuwa anasoma sana vitabu vya hadithi. Je, kuna yapi ambaye anamkwaza kijana huyu? Si tuna nafasi ya kuendelea kujua kwa kukaa pamoja na kuendelea kuicheki hii hapa. Lakini baada ya masomo kwa shule za wenzetu, ni kawaida sana wanafunzi kukutana viwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi ya hapa na pale, kuweka mwili sawa, na wale wenye vipaji mbalimbali vya kimichezo kuendelea kuweka ndoto zao sawa za vipaji walivyokuwa nazo. Sasa katika mazoezi ya leo tunakutana na vijana wawili, Yohan pamoja na Bonge wa kuitwa Zoan, ambapo Bonge Zoan baada ya kufanya mazoezi wananyosha mikono mbele. Anashangaa kumwona Yohan ana saa moja mpya ambayo ni toleo jipya na ya gharama ya juu zaidi. Kama unavyojua watu wanene wanapenda sana kushine, wanapenda sana kuweka muonekano mzuri. Bonge anamuuliza kijana Yohan, je, saa hiyo ni shilingi ngapi? Yeye anajibu ya kwamba ni saa toleo jipya, ipo kwenye gharama mpya kwa sababu haina muda mrefu sana sokoni. Lakini Bonge anamwambia kwamba yuko tayari kumwambia mzazi wake amfanyie mpango apate saa kama hiyo kutokana na unene aliyokuwa nao. Anafanana kumiliki au kuvaa saa ya aina hiyo. Wengi akiwa yanaendelea hapo, anakuja teacher Tausi na kuwastopisha na kuambia waache kwanza kufanya mazoezi. Kuna zoezi la kipekee sana anataka kuwapa. Je, ni zoezi lipi hilo ambalo teacher Tausi, teacher ambaye mwenye ubunifu wa kipekee katika ufundishaji, akiwa ameamua kuja nalo? Wewe pamoja na mimi tutaungana tena hapa hapa, kwa sababu mastori ya town kupitia mastori ya dunia tunaendelea kuyaunga hapa hapa. Teacher Tausi akiwa na high school yenye wanafunzi wa kifahari, tutaendelea kugusiana.